Karibu sana. Watu wengi sana huwa waifahamu takwimu hii ya kwamba binadamu tuna masaa takribani 90,000 tu ya kufanya kazi katika maisha yetu. Yaani hii ukipiga mahesabu ni takribani kama miaka 10 tu. Miaka mingine yote na muda mwingine wote utautumia kula, kulala na vitu kama hivyo. Sasa haya masaa 90,000 kuna ambao kwa bahati mbaya uwaga wanayachezea mengi sana. Na kuna wengi ambao hawayachezei haya masaa, wanayatumia kwenye shughuli za maendeleo, lakini bahati mbaya ni shughuli ambazo siku watakapokuwa hawana nguvu tena ya kufanya kazi, zile shughuli zao hazina uwezo wa kuendelea kuwaingizia kipato. Na kuna wachache ambao waga wanatumia muda wao wakati wana nguvu za kupambana, wanauweka kwenye shughuli ambazo hata baadaye wakiwa wana nguvu za kufanya kazi, bado hizo shughuli zao zinawaingizia kipato kizuri kabisa. Swali ambalo ningependa ujiulize, je, we upo kwenye kundi lipi kati ya hayo? Je, unachezea muda, unautumia ama unauwekeza? Mimi nikupongeze kwa kuwa kwenye huu mkutano, naamini kabisa moja kwa moja wewe sio mtu ambaye unachezea muda, lakini pengine labda unautumia, na sasa utajifunza namna ya kuuwekeza muda wako ili uweze kukutengenezea kipato kizuri na kipato ambacho ni endelevu. Mimi nafsi ni mojawapo ya watu ambao wana bahati sana, kwa sababu nikiwa bado kijana mdogo na miaka 24 niko chuo kikuu nasoma, niko mwaka wangu wa mwisho kabisa na karibia kumaliza masomo yangu chuo, napambana kwenye maisha, lakini nilikuwa bado sijakutana na fursa sahihi au njia sahihi ya kuweza kunisaidia kutimiza malengo yangu makubwa na ndoto zangu kubwa sana nilizokuwa nazo. Na nasema na bahati kwa sababu nikiwa bado kijana mdogo nilipata mwaliko wa kusikiliza mafunzo kama haya ambayo utayapata leo. Leo hii naongea ni miaka 18 imepita. Nikaanza kufanyia kazi ile elimu niliyoipata, na kwa kweli kanisaidia nipige hatua sana kwenye maisha. Sasa wala sipo hapa kujielezea mimi, lakini nipo hapa nikuulize wewe, kitu gani ambacho kimekufanya uje usikilize hii presentation? Kitu gani kimekufanya useme nataka niende nikajifunze kitu kipya? Pengine sasa hivi unapitia changamoto kwenye maisha. Labda ukijitathmini unaona kabisa ya kwamba bado haujapata ile fursa ya uhakika ya kukupa mafanikio. Pengine ukiangalia kuna baadhi ya majukumu kwako wewe ni changamoto, na haya majukumu yamekupelekea saa nyingine hata kuingia kwenye wimbi la madeni. Majukumu yakiwa changamoto yanaweza kukufanya uishi maisha ya msongo wa mawazo. Kwa labda upo hapa kwa sababu kuna changamoto kwenye maisha, lakini pengine sio changamoto. Inawezekana upo hapa, upo comfortable, kwa maana ya kwamba unakula, unaishi, unalipa ada ama umejenga nyumba, lakini kuna kitu kinakuumiza kichwa kidogo, security. Unajiuliza kila siku, hivi hichi kipato ambacho nakitengeneza hichi, siku ukiumwa kitaingia bado? Siku haupo, kama una watoto, una familia, je, hicho kipato bado kitaendelea kuingia? Sasa tupo hapa tukuonyeshe namna gani unaweza ukatenga muda wako wa ziada ukusaidie uweze kujenga kipato ambacho kitakufikisha kwenye uhuru wa kipato. Na unajua wanasema hatuwezi kukuita una uhuru wa kipato mpaka ifike wakati ambapo unatengeneza kipato bila wewe kuhitaji kufanya kazi. Na ukipata uhuru wa kipato, bila shaka utapata ile furaha ya kweli. Sasa tufanyeje? Tufanyeje ili tutoke kwenye mfumo wa kawaida uliozoeleka tuingie kwenye mfumo ambao utatusaidia tuweze kutimiza ndoto zetu na malengo yetu makubwa? Bila shaka tunahitaji kubadili mtazamo wetu. Na kubadili mtazamo sio kitu kirahisi. Na najua pengine hata huu mkutano mmoja, hii presentation moja, hii video moja inaweza ikashindwa kukufanya ubadili mtazamo. Ila hii presentation moja na hakika kabisa itaotesha mbegu mpya kwenye kichwa, kwenye moyo wako, ya kwamba bado una nafasi ya kuweza kuishi maisha ambayo wewe unayataka, bila ya kujali leo hii wewe uko wapi. Mimi nakumbuka wakati ninaanza kupata mafunzo ya kujitambua zaidi kwenye maisha, nilikuwa bado mwanafunzi nasoma. Nikatoka kwenye masomo yangu, nikamaliza masomo kabisa, nikaingia kwenye ajira. Nikawa nimeajiriwa, nafanya kazi Vodacom, lakini naona kabisa mshahara ni mdogo. Mshahara unanitosha kuishi, lakini hautoshi kunipa maisha ninayoyataka. Hebu jaribu kujitathmini na wewe, kipato unachokipata sasa hivi kinakutosha kuishi au kinakutosha kuishi maisha unayoyataka? Mimi nilipoona kipato changu hakinitoshi, nikasema hapana, nibadili mtazamo wangu.
Nisikubali hata kidogo kukubali kubakia mtu wa kawaida. Niendelee kutafuta njia mbadala za kuniingizia kipato. Na kwenye kutafuta njia mbadala za kuniingizia kipato, nikaja kukutana na elimu ambayo imenisaidia sana. Kitu kimoja ambacho nilijifunza cha uhakika ni kama kweli nataka nije kuishi maisha ya ndoto zangu, inabidi niwe mfanyabiashara, inabidi nimiliki biashara. Nikaanza kusoma zaidi kuhusiana na biashara, lakini pia vile vile nikaanza kutafuta biashara ipi niifanye ambayo ina uwezo wa kunifanikisha. Na kwenye kupita kwangu na kusoma huko, ukanifanya nikutane na mfumo wa biashara ambao leo hii umegusa kila sehemu ya maisha yangu. Kwa miaka 18 sasa umenifanya mimi pamoja na familia yangu tuishi maisha mazuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Sasa huu mfumo wa biashara ambao nilikutana nao wakati bado mwanafunzi nasoma, nikafanya nikiwa mwanafunzi, nikafanya nikiwa nimeajiriwa, na wakati nimeajiriwa nilikuwa ninatenga masaa mawili kwa siku naweka kwenye biashara. Kila siku masaa mawili. Nilifanya namna hiyo masaa mawili kwa muda wa kama miezi 9. And then biashara ikawa imekuwa kubwa. Biashara ikawa inanilipa kipato kikubwa sana zaidi ya mshahara. Nikaamua kuacha ajira, nikaingia kwenye biashara moja kwa moja. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2008 mpaka leo mwaka 2025 na miaka 17 ya kuendesha maisha yangu kama mfanyabiashara. Na ninakukaribisha leo hapa ujifunze nini ambacho unaweza ukafanya ili uweze kuwa mfanyabiashara. Na pengine ukiwaza kuwa mfanyabiashara, unahitaji kukumbushwa sababu za msingi za wewe kuwa mfanyabiashara. Nilisoma hichi kitabu cha Bwana Robert Kiyosaki, kinaitwa Guide to Investing. Na wakati nanunua hichi kitabu na kisoma, lengo langu lilikuwa nijifunze vitu gani nifanye vya uwekezaji ili pesa yangu ya biashara izidi kuwa kubwa. Alafu cha ajabu nikakuta kwenye hicho kitabu amefundisha ya kwamba investment nzuri kuliko zote, the best investment kubwa kuliko yote ambayo utafanya ni kujenga biashara. Kwa naomba nikuulize sasa hivi, je, umeshapata biashara ambayo ukiishika, ukipambana nayo inaweza kukufanya utimize malengo yako makubwa? Na je, upo tayari kujifunza? Upo tayari kutoa muda wako wa ziada uingize kwenye mfumo wa biashara ambao unaweza kukufanikisha? Mimi naomba nikutambulishe kwenye biashara ambayo mpaka sasa hivi imeshagusa maisha ya watu wengi sana. Imeshasaidia watu wengi sana waweze kuwa wafanyabiashara. Kwa sababu najua watu wengi wanatamani kuwa wafanyabiashara, ila changamoto zinakuja. Changamoto ya kwanza, anajiuliza afanye biashara gani? Saa nyingine anajua biashara ya kuifanya, ila akiangalia hana muda wa kwenda kuisimamia hiyo biashara. Kuna wengine hawana mtaji wa kwenda kuianzisha hiyo biashara. Kuna wengine hawana uzoefu. Kuna wengine hawana mwongozo wa biashara. Hivyo vyote vinasababisha watu saa nyingine wanafunga kabisa ule mlango wa kuwa mfanyabiashara, anasema mambo ya biashara mimi nayaacha. Sasa mimi pia nilikuwa nipo hivyo na nilikutana na watu wengi sana ambao wako hivyo. Nashukuru mwaka 2007 nilitambulishwa kwenye kampuni ya Forever Living Products ambayo leo ninavyoongea ina miaka 47. Sasa nikiitaja Forever Living Products, inawezekana wewe unayenisikiliza hapa hichi ni kitu kigeni kwako, au pengine sio kitu kigeni, labda umeshawahi kukutana nacho. Mimi leo hii nakutana na watu wengi mno wananiambia, Enos, nimeshawahi kukutana na hii kampuni, nimeshawahi kuiona, ila na maswali. Hivi leo bado hii biashara nikiamua kuifanya inaweza ikanitoa? Bado leo hii ni fursa ambayo naweza nikaitegemea iendeshe maisha yangu na ya familia yangu? Ngoja nikwambie kitu kimoja kwa uhakika. Sasa hivi biashara ya Forever inakuwa kwa kasi sana, kwa sababu muda huu, kipindi hiki ndo kipindi ambacho watu wanatafuta afya na wanatafuta kipato cha ziada. Na watu sasa hivi wanapitia changamoto nyingi mno za afya, za kipato. Wanatafuta namna ya kutengeneza kipato ambacho kina urahisi, kipato ambacho hakiwabani katika muda. Wanatafuta namna ya kutengeneza kipato bila ya kuacha shughuli wanazofanya. Na hapo ndo Forever inapokuja. Tutakupa mfumo wa biashara ambao utakusaidia uweze kutatua hizi changamoto. Kwa hiyo kwa uhakika kabisa naweza nikakwambia biashara ya Forever Living Products ilikuwa na bado itaendelea kuwa the perfect opportunity. Na nitakupa vitu vitatu kwa nini hii biashara is a perfect opportunity. Kwanza, Forever inakupa nafasi ya wewe kuanzisha biashara. Utatumia
quality products. Unajua unapoanzisha biashara inabidi utambue, je, nitaenda kuuza kitu ambacho ni high quality au nitaenda kuuza kitu cha low quality. So Forever itakupa access ya high quality products, alafu wanakupa products ambazo zina soko kubwa mno, and then hichi cha tatu hichi wanakupa platform ambao utaitumia kuanzisha biashara yako, kujenga biashara yako. Utapata mwongozo kwenye hiyo platform namna gani utazichukua hizi products uzitumie kujenga biashara kubwa kwenye soko ambalo lipo sasa hivi kote duniani. Sasa nikiongelea platform ya Forever, unajua kwa nje kampuni ya Forever Living Products inawezekana tunaonekana tu kama watu tunaouza bidhaa. Hapana, kuna undani mkubwa zaidi. Unapokuwa sehemu ya Forever kuna vitu vitatu ambavyo utavipata. Cha kwanza, utapata access ya community, watu ambao watakuhamasisha, watu ambao watakupa ari ya kupambana zaidi. Unajua kwenye maisha kuna wakati unahitaji upate walau mtu mmoja tu akwambie, Enos, endelea kupambana, inawezekana. Mimi nakumbuka wakati natambulishwa hii biashara 2007, mojawapo ya kitu ambacho nilikihofia sana, nilionyeshwa mafanikio ya kifedha, alafu mwisho akaniambia, Enos, ukifanya hii biashara itafika wakati unapewa nafasi za kusafiri, utasafiri nchi nyingi duniani. Yaani binafsi nikasema hapana, hapa nadanganywa. Ila baada ya mwaka mmoja tu wa kufanya hii biashara nikaanza kupata safari za bure. Najua hata wewe nikisema safari za bure pengine tayari kichwani unasema, Enos brother, hebu taratibu kidogo, unataka kutudanganya sasa. Huyu ni mimi jamani. Mwaka 2008 hii ni timu ya Watanzania ambao tulikuwa tumekwenda Marekani. Kila kitu kampuni ya Forever itulipia. Hawa ndo watu ambao wamenitambulisha kwenye biashara. Dada yangu Lightness na mume wake Kushe, huyu ni mama yangu mzazi kabisa. Na ngoja nikwambie kitu kuhusiana na mama yangu. Nilipokuwa nataka kuanza hii biashara, mama yangu alinikatisha tamaa kwa nia njema kabisa. Na ninasema hiki kwa sababu najua hata wewe unayenisikiliza hapa, ukitoka kuna mtu anaweza akaenda kukatisha tamaa. Ila maamuzi yaache yatoke kwako wewe. Mimi nashukuru Mungu ya kwamba nilifanya maamuzi ya kuendelea, kwa sababu nilipopata safari yangu ya kwenda Marekani, ukiqualify safari na Forever unachagua nani ambao unataka kwenda naye. Nikamchukua mama yangu nikaenda naye, na kwangu hicho kilikuwa ni kitu kizuri sana. Lakini nilimchukua mama yangu kwa sababu ni mama, lakini pia miezi kadhaa huko nyuma, baada ya mimi kuanza kufanya biashara, ingawa alinikatalia, nilianza kupata mafanikio, naye akatamani, naye akaingia kwenye biashara. Kwa wakati naenda naye kwenye hii safari, tayari ameshakuwa kwenye biashara. Alishafika kiwango ambacho kila mwezi anaingiza milioni 2, milioni 3. Huyu ni mama ambaye apumzike kwa amani huko alipo. Huyu ni mama ambaye alikuwa anafanya kazi ndogo ndogo nyumbani pale, biashara ndogo ndogo, and then amefika wakati naye ni mfanya biashara mkubwa sana. Kwa nini na share hii story? Ili uhakikishe maamuzi unayofanya yatoke kwako wewe. Lakini pia kumbuka, unapofanya maamuzi ya mafanikio hayakugusi wewe tu, yataenda kugusa pia maisha ya watu wengine ambao wamefanikiwa. Nakumbuka mwaka jana tulipata ugeni mkubwa sana Tanzania. Alikuja huyu dada anaitwa Honami, yeye ni Mjapani, na wakati anakuja kutufundisha Tanzania, tena amekuja kwa gharama zake, wala hatujamlipia. Amekaa na sisi kwa siku 2 anatufundisha. Huyu dada huyu ameweka record kwenye dunia. Ameanza biashara mwaka 2013. Mwaka 2023 alishakuwa namba 1, alifika kuwa namba 1 duniani kote ndani ya miaka 10. Nataka ujaribu kutathmini. Mimi 2013 tayari na miaka mingi kwenye biashara. Tayari na miaka mingapi? 6 kwenye biashara. Alafu yeye amekuja ameenda kuwa namba 1. Sasa hiyo inamaanisha nini? Kwanza, hii biashara yetu haijalishi umeanza lini. Lakini cha pili, ukianza biashara kuna walotangulia ambao watakuonyesha na wewe pia njia. Na kuna wakati utajifunza kutoka kwa watu ambao wamefanya mambo makubwa mno. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa sana utanufaika nacho kuwa kwenye Forever. Lakini pia utakutana na watu ambao safari zao za maisha zitakuhamasisha. Mimi huyu young gentleman anaitwa Richard Chitumbi. Kwa kweli story yake waga inanifurahisha sana. Napendaga kuiongelea kwa sababu alikoswa hivi kushindwa kumaliza chuo kwa sababu ya ada. Akakutana na Forever, ikamtoa kwenye mahangaiko ya maisha, amejisomesha, amegraduate, na sasa hivi tunavyoongea anajenga nyumba ya maana sana kama a young graduate. Kitu cha pili ambacho utanufaika nacho kwenye Forever ni afya. Na hapa tunaongelea afya katika kila kipengele.
tutaongelea afya ya akili, tutaongelea spiritual health, tutaongelea afya ya utashi, lakini pia vile vile tutaongelea afya yako. Unajua kuna mwanafalsafa mmoja alisema unaweza ukaorodhesha matatizo kama 100 uliokuwa nayo, lakini siku ukiumwa uko hospitali, tatizo litakuwa ni moja tu, afya. And forever, unapokuwa forever, utapata nafasi ya kutumia bidhaa zenye ubora wa hali ya juu sana ambazo zitaenda kugusa afya yako. Cha tatu ambacho utakipata kwa kuwa ndani ya biashara ya forever ni nafasi ya wewe kutengeneza kipato ambacho kwa uhakika utakitumia kwa ajili ya kukua kifedha mpaka uende kufanya uwekezaji ambao pengine utakupelekea wewe kuweza kupata uhuru wa kipato. Sasa haya manufaa ambayo mimi ninayoongelea hapa, Forever imekuwa ikiyafanyia kazi kwa miaka 47 sasa hivi. Na kama uko hapa unanisikiliza, mimi sitaki tu uhamasike na manufaa ya hii biashara. Nataka pia ufahamu ya kwamba ukisema unaenda kufanya biashara na Forever, unaenda kufanya biashara na kampuni ambayo imeshakaa muda mrefu. Kuanzia mwaka 1978 imeanzia Marekani, makao makuu yako Marekani, na wao wamebobea kwenye kulima aloe vera na kwenye kuzalisha bidhaa za aloe vera. Ni namba 1 duniani, na kwa kweli nina furaha sana ya kwamba tumepata nafasi ya kutembelea haya mashamba ya aloe vera. Hizo picha unaziona hapo ni wa Tanzania ambao tulikwenda kwenye haya mashamba yako Dominican Republic. Huyu ni mimi hapa na mke wangu Veronica Kundia na mume wake pale, na Forever inauza hizi bidhaa, inasambaza zaidi ya nchi 140 duniani. Hiyo inamaanisha nini kwako? Cha kwanza, serikali za nchi 140 wameikubali Forever. Cha pili, tukiongelea biashara, tutakwenda kwenye soko sasa hivi. Tukiongelea soko la hizi bidhaa, usiwaze tu unapoishi wewe, usiwaze tu mji ambao upo, usiwaze tu nchi ambao upo, waza nchi 140. Na pengine utasema sasa, Enos, mimi niko hapa Dar es Salaam, hizo nchi 140 nafanyaje nazo biashara? Hapo ndo uzuri wa Forever unapokuja. Wamefungua ofisi hizi nchi zote 140, wanakupa nafasi ya wewe kutangaza biashara yako, ukapata mteja kwenye hizo nchi, wala uumizi kichwa nitafikishaje bidhaa kwa mteja. Kampuni na kupelekea bidhaa, alafu wewe unakuja kulipwa nchini kwako wewe. Yaani unajua ukiwaza hivyo unasema wow, umepewa high quality product, umepewa soko, alafu hapo pia unapewa na platform kwamba tumia hii platform yetu, fikisha hizi bidhaa mahali popote pale duniani. Uimara wa kampuni wa Forever kifedha, mimi wewe unachangia kwenye kusema naiegemea hii kampuni. Sasa nirudi kwenye fursa ya kibiashara, kwa sababu yes, tumeona Forever ni kampuni imara. Swali linakuja kwako, je, leo hii wewe ukasema unakuja kufanya hii biashara, soko utalipata? Mimi nataka nikuonyeshe maeneo ambalo Forever imejikita, makundi ambayo Forever imejikita, sekta ambazo Forever imejikita. Tuna bidhaa za afya. Kwenye afya hapa tuna virutubisho. Soko la virutubisho sasa hivi ni kubwa sana kwa sababu watu wana changamoto. Mimi nitashare kidogo changamoto ambayo ilinikuta kwenye familia yangu. Mke wangu alikuwa na changamoto ambayo ilifanya sisi kupata mtoto. Tulivyofunga ndoa haikuwa rahisi. Tulivyofunga ndoa miaka 4 ya kwanza hatukuweza kuwa na mtoto. Ilipofika wakati tunatamani kuanza kuwa na familia, mke wangu yeye kitaaluma ni daktari, na alijua kabisa changamoto aliyokuwa nayo suluhisho haiwezi kuipata hospitali. Kwa tukaja kwenye bidhaa, tukatumia hizi bidhaa, na nashukuru Mungu sana, baada ya kutumia kwa miezi 2 tukapata mtoto wa kwanza. Mtoto wa pili akaja ni kama ametusurprise, kwa sababu tulikuwa tunadhani ili tupate mtoto inabidi tuwe tena kwenye matumizi ya bidhaa za kuboresha mfumo wa uzazi, lakini kumbe hizi bidhaa zina uwezo wa kwenda kurekebisha moja kwa moja changamoto ambayo mtu unayo. Na tunamshukuru Mungu sasa hivi tuna watoto 3, lakini pia tumeweza kusaidia familia nyingine ambazo walikuwa na changamoto kama hizo. Sasa hii haimaanishi bidhaa zetu ni dawa, wala hazijatengenezwa kwa ajili ya kutibu ugonjwa wowote, wala hazijatengenezwa kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wowote. Hapana. Hizi bidhaa zimetengenezwa kwa ajili ya kuulisha mwili wako. Mwili wako una mifumo ndani ambayo ikipata lishe kamili, kila mfumo ukifanya kazi vizuri, moja kwa moja mwili wako utapambana vizuri na maradhi. Sasa hivi tuna changamoto kubwa sana ya haya magonjwa ambayo sio ambukizi, ambao ukirudi mojawapo ya kiini cha hizi changamoto, lishe mbovu, sumu zinazoingia mwilini. Ukaanza kutumia hizi bidhaa, ukaanza kunywa juice za aloe vera
zitaenda kukusaidia kurekebisha mifumo yako ya mwili. Sasa ukiangalia hilo eneo moja tu, hilo tayari ni sekta kubwa sana kibiashara. And Forever wanakupa bidhaa za kufanya nazo biashara hilo eneo. Tuna bidhaa pia kwa ajili ya skin care. Changamoto za ngozi hazitakuja kuisha, ni kubwa, na hii ni sekta yenye kipato kikubwa mno. Forever wana products nzuri sana kwenye hilo eneo. Tuna bidhaa kwa ajili ya watu wanaopenda mazoezi. Tuna bidhaa kwa ajili ya watu ambao wanahitaji kupunguza uzito. Yote hayo ni maeneo ambayo sasa hivi walengwa ni wengi, wahitaji ni wengi sana. Sasa nikiangalia katika bidhaa zetu, sitaacha kuigusia kidogo hii juice ya aloe vera, ambayo kwanza itaenda kufanya kazi nzuri sana ya kusafisha mwili wako, kutoa zile taka mwili, itaupa mwili lishe, itaupa mwili virutubisho vyote. Lakini pia hii juice ya aloe vera moja kwa moja inaenda kusaidia kuboresha mfumo wa mmeng'enyo, inaenda kusaidia kuboresha mfumo wa kinga ya mwili, na ndio maana watu wakianza kutumia hii wanakuta hata choo wanapata vizuri. Tuna bidhaa za matumizi ya kila siku ya kawaida, sabuni yako ya kuogea, dawa ya meno, deodorant. Nimeongelea kuhusiana na sekta ya ngozi. Hilo ni eneo lingine ambalo lina wateja wengi kweli kweli, na karibu kila mtu ambaye anatamani ngozi yake hiyo vizuri atajiuliza tu, hicho unachoniambia kinafanya kazi kweli? Je, kuna kilichomsaidia? Sasa uzuri hawa watu wote ambao wameshapata matokeo kwa kupitia hizi bidhaa zetu wanaweza kawa shuhuda kwa wateja wako. Tuna bidhaa za kudhibiti uzito. Yote haya ni maeneo ambayo leo hii yanawahitaji wengi mno. Wapo watu ambao wameshapunguza kilo nyingi mno. Wapo ambao wameweza kubadilisha kabisa mionekano yao. Sasa mimi nataka kichwani uwaze biashara. Je, umeona the way Forever inakupa namba 1 quality products, namba 2 inakupa soko kubwa, namba 3 inakupa sasa platform ya kufanyia biashara hizi bidhaa. Tunafanyaje biashara na hizi bidhaa? Kwa kawaida wa biashara huwa unakwenda namna hii. Bidhaa inatoka kwenye kiwanda, inaenda kwa distributor, labda msambazaji mkubwa, inaenda mtu wa jumla, mtu wa rejareja, kisha mteja wa mwisho. Hivi ndio namna biashara nyingi sana zinafanyika. Sasa Forever sisi hatutumii mfumo huu. Sisi tunatumia mfumo wa kisasa ambao tunauita biashara ya mtandao. Kwenye mfumo wa biashara ya mtandao, wewe kama mfanyabiashara unapewa uwezo wa kununua mzigo wako kwenye kampuni moja kwa moja, alafu uende ukamuuzie mteja moja kwa moja. Kwa kibiashara unatengeneza faida kubwa mno. Na huu mfumo wa biashara ya mtandao wengi hawajui, lakini mfumo ambao sasa hivi unafanya mauzo makubwa sana duniani. Hebu linganisha mfumo wa biashara ya mtandao umeingiza kiasi gani mwaka 2024 ukilinganisha na sekta nyingine. Sekta ya muziki bilioni $30, movie zote tunazoziangalia bilioni 50, network marketing bilioni 200. Yaani hiyo inakuonyesha ya kwamba kuna biashara kubwa sana zinafanyika kwa kupitia biashara ya mtandao. Nikija kwenye Forever, kila bidhaa tunayouza tunatengeneza faida kati ya 42% mpaka 92%, na hii faida inatosha mtu kutimiza malengo yake. Na unajua nikiongelea neno kuuza, pengine hapo unanisikiliza and kichwani unasema, Enos, mimi wateja nitawapata wapi? Ngoja nikuonyeshe mfano wa huyu gentleman mmoja hapa anaitwa Venance. Venance hakupata nafasi ya kusoma sana. Alivyofika kidato cha 4 akashindwa kuendelea na masomo, yuko Bukoba. Akaanza kufanya kazi ndogo ndogo tu, analima huko Bukoba. Baadaye akaja Dar es Salaam kupambana kutafuta maisha. Akawa anafanya kazi za ufundi, anauza line za simu barabarani. Yule mtu anayepambana, anayehaso. Siku moja akakutana na Forever, akatambulishwa Forever, akaipenda, lakini yeye kitu kilikuwa kinampa changamoto ni atapata wapi wateja. Uzuri alikuwa yuko tayari kujifunza. Akaonyeshwa namna gani anaweza akatumia mitandao ya kijamii kuweza kupata wateja. Venance yeye ana market bidhaa za kupunguza uzito. Ana page Instagram ambayo kila mwezi inamuingizia faida sio chini ya milioni 1. Kwa hiyo upo hapa unaangalia marafiki zako, huoni anaweza kununua. Ukiangalia ndugu zako unashika kichwa, ndo balaa kabisa. Ukiangalia sijui wafanya kazi wenzako unaona, Enos, wewe hujui ndugu zangu mimi, hamna atakayenunua hizi bidhaa. Usihofu, tutakufundisha namna ya kupata wateja kutoka kwenye soko jipya kabisa. Venance account yake alifungua maalum kwa ajili ya biashara. Hakuwa mtu wa mitandao. Mwaka 2023 na hisi aliweza kutengeneza faida iliyomfanya aweke akiba ya milioni 11. Hivi unajua ni Watanzania wachache sana
ambao ndani ya mwaka wanaweza wakaweka akiba ya zaidi ya milioni 10. Venance kidato cha 4, Instagram imemuingizia faida kama hiyo. Lakini wanasema kama hauna kitu kinachokusukuma, hata kama njia ipo, hautaweza kuitumia hiyo njia. Venance kuna kitu kilikuwa kinamsukuma. Hiyo nyumba unayoiona hiyo ndio ilikuwa inamsukuma. Sikiliza, unasema Enos, ujui wewe kazi yangu imenibana. Teddy ameajiriwa ni auditor, kazi yake imembana, lakini alikuwa anaona kipato hakitoshi, akaanza kufanya forever part time. Mwaka wa kwanza amesave zaidi ya milioni 10. Baada ya miaka 2.5 amenunua gari ambayo alikuwa anaitaka. Wewe milioni 10 utaipeleka wapi? Kila mtu ana pa kwake pa kuipeleka. Tuna wadada wadogo, labda upo hapo unanisikiliza, uko chuo and then unasubiri umalize chuo ndo uanze kutafuta hela. Wewe usifanye hilo kosa, anza sasa hivi. Vivian ameanza kufanya biashara akiwa mwanafunzi chuo, anatengeneza paka milioni na zaidi kama mwanafunzi. Ana market products online. Akiwa na miaka 26 amenunua gari yake. Karibu asilimia pengine 90 na ya kipato ambacho amekitengeneza, ambacho kimemfanya anunue hii gari, kimetokana na mauzo ya hizi bidhaa. Sasa Forever tuna vipato vikubwa viwili. Tunanunua bidhaa, tunauza, tunapata faida. Lakini kuna kipato kingine cha pili ambacho tunakitengeneza. Sasa hichi kipato kingine cha pili ambacho tunakitengeneza ndo kikubwa zaidi, na ndo ambacho kinaweza kukupelekea mtu kupata uhuru wa kipato. Kampuni inajua ya kwamba wewe peke yako hauwezi ukanunua mzigo wote ambao wamezalisha. Wewe peke yako hauwezi ukasupply bidhaa kwa wateja wote. Kwa wanakupa nafasi ya wewe kuwaletea watu wengine, na wenyewe pia wawe mawakala wa Forever, na wenyewe wanunue bidhaa zao Forever wakauze kwa wateja wao. Swali pengine utajiuliza, Enos, watu mimi nitawatoa wapi? Maeneo mawili. Cha kwanza, tutakufundisha namna ya kupata watu kutoka kwa watu ambao unafahamiana nao. Alafu tutakwenda kwenye kundi la pili, watu wapi ambao ufahamiani nao, marafiki, ndugu, majirani, lakini na watu wapi. Hawa wanaokuja wananunua bidhaa na wenyewe wanaenda kuuza kwa wateja wao, wanatengeneza faida kama vile wewe unavyotengeneza. Lakini kwa sababu hawa watu wewe ndo chanzo cha wao kuja, wanaponunua kila siku wewe kuna pasenti unalipwa, na wenyewe wataenda kuleta watu wao wengine. Wanavoleta watu wao wengine, huku chini huku wataibuka watu wengine. Wote hawa wanachonunua kwenye kampuni, wewe kuna pasenti ambayo unalipwa. Sasa ukiwaza hivi vitu viwili, kuuza bidhaa, kujenga timu, pengine utasema Enos, navutiwa, ila aisee, mbona kama sioni kama nitapata muda wa kuifanya hii biashara. Forever ni biashara ambayo iko flexible sana. Wewe utaamua unataka kuifanyaje biashara. Kuna ambao wanafanya hii biashara almost online 100%. Nitakupa mifano ya baadhi ya watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii, wanakusanya watu huko, wanawaleta kwenye Zoom, wanawaleta kwenye WhatsApp, wanawafundisha. Emma Kiula yuko hapa Tanzania, lakini amejenga biashara Namibia, ameanza online. Kwa kama unaweza ukapata muda wa kuwa online, unatutosha sisi kufanya kazi na wewe. And of course, kuna raha bwana mkikutana ana kwa ana, au sio? Kwa hiyo baada ya muda utatoka online, utasema sasa naenda ana kwa ana. Neema sasa hivi ni mtu ambaye anaenda Namibia mara kadhaa, anakaa na timu yake kule, anaifundisha, na ni mtu ambaye anaifanya hii biashara kwa muda wake wote. Kwa leo hii wewe tutakupa mfumo ambao utaendana na ratiba yako, utaendana na muda wako, na unapoanza biashara tutakusaidia uweze kupiga hatua ngazi kwa ngazi. Ziko ngazi tofauti tofauti kwenye biashara. Utaanza na ngazi ya chini kabisa, inaitwa assistant supervisor. Wasiliana na ambaye amekutumia hii video, atakuonyesha namna gani utakuwa assistant supervisor. Alafu lengo kuu tufike hii ngazi inaitwa manager. Ukifika hii ngazi inaitwa manager, kipato kikubwa, lakini pia unaanza kupata mabonus makubwa, unaanza kupata na incentives nyingine. Ngoja nikupe mfano wa huyu dada anaitwa Mwantum, ambaye alianza biashara akiwa yuko chuo, na akasoma maisha yake yuko chuo. Yeye hayuko cheo cha manager, alikuwa kwenye cheo kinaitwa supervisor, na akiwa bado kwenye cheo cha supervisor bado ameweza kufanya mambo mengi sana. Amejilipia ada, amesaidia wazazi wake, yani alikuwa anajitegemea kifedha 100%. Kuna wakati ndani ya miezi 7 aliweza kuweka akiba ya zaidi ya milioni 10 in 7 months. And then baada ya hapo aka-achieve position ya manager. Na uki-achieve position ya manager Forever, hautengenezi tu kipato kikubwa, unaanza kupewa nafasi za kusafiri.
Kwa hiyo Mwantum alivyoachieve position ya manager akapata pia trip ya kwenda Paris. Kila kitu analipiwa kwenye hii safari. Kwa Forever inakupa nafasi ya wewe kuenjoy hii biashara katika namna kubwa sana. Utatengeneza kipato, lakini pia vile vile utaenjoy maisha. Manager wengine wamenunua magari yao, young people, yani kuna wengine wamenunua magari wapo kwenye miaka 20 na we've got young ladies wamejitegemea kwa kupitia hii biashara. Yani kwa kupitia Forever kwa kweli tumeona namna gani imeweza kugusa maisha ya vijana wengi sana. Kwa kama upo hapa una malengo makubwa utayatimiza. Hapa ni kuonyeshe baadhi ya watu ambao wameitumia Forever kuachieve vitu vikubwa. One of them, huyu dada hapa anaitwa Blandina. Pia kuhusiana na huyu dada hapa anaitwa Veronica Kudia. Veronica Kudia ameanza hii biashara akiwa mwanafunzi na alitaka kukata tamaa ndani ya wiki 2 za kuanza biashara. Hiyo video unayoiona hapo alipewa nafasi kama Mtanzania, sio Tanzania. Yaani siku hiyo kulikuwa kuna watu 17 ambao walipanda cheo na kufika cheo ambacho walitambulishwa mbele ya zaidi ya watu 20,000. Katika watu 17, yeye peke yake ndo alipewa nafasi ya kuongea na watu zaidi ya 20,000 katika mkutano huo mkubwa. Kwa nini nakushirikisha hii story? Wala hii sio story ya Veronica, hapana. Hii ni story inayoonyesha ya kwamba usipokata tamaa uwezi ukajua utafika mbali kiasi gani. Lakini pia shuhuda ya Veronica ikumbusha kwamba ukianza biashara unapopitia magumu. Vero alipotaka kukata tamaa alikutana na kiongozi wake kwenye biashara, akamwambia isee, usikate tamaa, tuendelee. Akamtia nguvu. Maisha kuna wakati inabidi utoe moyo, na hiyo ikampelekea kupata mafanikio makubwa. Vero pamoja na mume wake walijenga biashara kubwa sana ambayo imesambaa nchi nyingi sana, zaidi ya nchi 15 sasa hivi. Lakini kuna siku alitaka kukata tamaa. Mimi naifurahia Forever kwa sababu tunazungukwa na watu ambao wanatuhamasisha. Hii familia ya Mr. and Mrs. Mgoyo kutoka Arusha walikuwa ni watu wa kwanza kwenye Forever kujenga gorofa. Na nakumbuka wakati wanajenga ili gorofa, yani wamejenga ili gorofa, kila shilingi imetoka Forever. Wakati wanajenga, sisi tunajenga nyumba yetu ya kwanza ya chini ambayo sio gorofa. Yani tulikuwa tukienda pale na mke wangu tunarudi, tuna hamasa ya kupambana zaidi. Kwenye maisha unahitaji uzungukwe na watu ambao wanakuhamasisha kutaka kupambana. Na sisi hiyo hamasa tuliichukua na tukaitumia ikatusaidia na sisi pia kuweza kutimiza malengo yetu makubwa. Mimi nashukuru Mungu sana. Hii biashara imetusaidia. Yani mimi na mke wangu tumekuwa tunaifanya hii biashara kwa pamoja kuanzia mwaka 2009 tuko pamoja. Tumeitumia hii biashara kutujengea maisha yetu. Tumeitumia hii biashara kututengenezea mkondo mkubwa sana wa kipato, na kwa kweli tumeweza kutimiza malengo yetu mengi sana. Tumeweza kumiliki nyumba kadhaa, nyingine zinaonekana hapo, lakini pia vile vile tumeweza kutimiza ndoto zetu, gari ya ndoto yetu, watoto kusoma shule nzuri, lakini basically kuishi maisha mazuri. Nimalizie na kitu ambacho naamini kabisa kama unatamani maisha ya hamasa, basi na hicho utakipenda. Kila mwaka Forever inakupa nafasi ya wewe kusafirishwa bure. Kila kitu kampuni inakulipia. Kila mwaka kuna safari za kimataifa. Tukienda kwenye hii safari, kwanza zinatupa nafasi ya kukutana na watu wengine ambao wana mafanikio makubwa sana. Zinatupa nafasi ya kujifunza, zinatupa nafasi ya kuenjoy, lakini pia vile vile zinatupa nafasi ya kupata chachu ya kutaka kufanikiwa zaidi. Mimi kwa kweli hii safari sidhani kama nitakuja kuisahau. Tulipelekwa Europe, Ulaya, and then tukaenda kupanda hizi boti, luxurious cruise ships hizi. Tukakaa huko, yani mnatoka mji mmoja kwenda mji mwingine, mnashuka, mnazurula, mnarudi kwenye boti. Hiyo boti ni kubwa, ina floor 14, manake si mchezo. But let me tell you something. Nakumbuka wakati tunaenda kwenye hii safari, kuna mtu mmoja ambaye alifanya kitu kikatufurahisha sana. A very young gentleman anaitwa Wilbard. Yeye alivyoqualify hii safari, kwa sababu qualify hii safari unachagua nani ambao unataka kwenda naye. Kwa na yeye pia akamchukua mama yake. Na mama yake alikuwa hajawahi kupanda ndege, lakini mama yake aliwahi kumpa Wilbard ticket ya ndege. Unajisi wa mama walivyokuwa jamani na upendo mkubwa. Kwa Wilbard akaweza kumpeleka mama yake kwenye hii safari. Imagine first trip ya ndege, unapanda Emirates, unakwenda nchi 5 tofauti, wakazunguka nchi nyingi sana tofauti. Sasa kila mwaka zipo hizi safari, na kama wewe ni mtu ambaye unapenda kusafiri, utapata nafasi ya kusafiri sana tu kwa kupitia kampuni ya Forever. Sijui unaisikiliza hii video lini, lakini
Wengine unaisikiliza wakati tumetoka kwenye hii trip kubwa sana Paris. Kila mwaka tuna safari. Tumeenda Paris au tunajiandaa kwenda Paris. Sasa hivi ninavyorekodi hii video, ndani ya wiki moja, zimebakia siku 7 tu, tunakwenda kwenye hii safari ya Paris. Baada ya hapo mwakani mwezi wa 4 tuna trip pia kwenda Dubai. Kila kitu unalipiwa unapoenda kwenye hii safari. And baada ya hii safari unaweza ukajilipia mwenyewe pia ukaenda. Sasa hizi shuhuda zote hizi nimezitoa, hizi ni shuhuda za watu wengine. Lakini kuna shuhuda moja nyingine ambayo nataka niimalizie, ambayo mimi naamini hiyo ndo ambayo itakuwa ni shuhuda nzuri zaidi. Yaani hiyo ndo shuhuda ambayo inafunika zote. Na hii ni shuhuda ya kwako wewe. Naamini kabisa wewe ambao umenisikiliza mpaka sasa hivi una uwezo wa kufanya hii biashara. Na kama umeweza kufika mpaka muda huu wa hii video, basi wewe umequalify kabisa kupata mwongozo wa namna gani ya kufanya biashara. Na nikwambie tu, unajua ili uanze biashara huhitaji kuwa perfect. Unahitaji tu uwe upo willing, uwe upo tayari tu. Anza taratibu, kidogo kidogo utajenga biashara kubwa. Wala uhitaji kuwa na majibu ya maswali yote. Unahitaji tu kujua wapi ambako unaanzia. Sasa chagua wewe wapi ambako unataka kuanzia. Lakini sisi tutakupa mwongozo. Tayari tunayo system ambayo ukiifuatisha inakupa uhakika wa kupata mafanikio. Kwa utaamua unataka kwenda wapi na hii biashara. Inawezekana labda ukachagua kati ya haya mambo matatu. Pengine ukasema, Enos, mimi nataka tu niwe mteja wa hizi bidhaa. Karibu. Aliyekutumia hii video atakuonyesha namna gani utazipata hizi bidhaa. Ama unaweza ukasema, natamani na mimi nianze kufanya hii biashara katika muda wangu wa ziada, nitengeneze kipato cha ziada. Karibu sana. Ama unaweza ukasema, naanza katika muda wa ziada lakini nataka kwenda mbali, nataka kufanikiwa. Vyovyote vile mimi naomba nikukaribishe kwenye familia yetu na nikukaribishe kwenye kuanza kujenga maisha yako makubwa sana ya baadaye. Wasiliana na yule ambaye amekupatia hii video. Atakupa mwongozo wa nini kinafuata baada ya hapa.